وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة أو ووسط المرأة. Sunna ni imamu kusimama mukabala wa kichwa cha mwanamume na katikati ya mwanamke. Sunna ni imamu kusimama hidha ra'si rajul, mukabala wa kichwa cha mwanamume yule maiti, wa wasta almar'a, na katikati ya mwanamke. Ikiwa maiti ni mwanamke, yule maiti atasimama katikati ya lile jeneza au yule maiti mwanamke. Ikiwa maiti ni mwanamume, imamu atasimama nyuma ya kichwa cha yule maiti mwanamume. Wa an yakuna ar-rajulu mimma yali al-imama idha ijtama'at al-janaiz, na awe mwanamume ni katika anayemfuatia imamu yakikutanyika majeneza. Wal mar'atu mimma yali al-qibla, na mwanamke katika yule anayefuatia qibla. Ikiwa kuna maiti wawili, mwanamume na mwanamke, huyu mwanamume atakuwa mbele ambapo ndio karibu na imamu, mwanamke atakuwa nyuma ya lile jeneza la mwanamume. Wa in kana mahum atfalun, na ikiwa wana watoto, biyu ala almar'a, atatangulizwa mtoto wa kiume kuliko mwanamke, thumma almar'a, kisha mwanamke, thumma tifla, kisha mtoto wa kisichana. Wa yakunu ra'su sabiyi hiyala ra'si rajul, kitakuwa kichwa cha mtoto kiko katika upande wa kichwa cha mwanamume. Wa wasta almar'a hiyala ra'si rajul, na katikati ya mwanamke ni katika upande wa kichwa cha mwanamume. Wa hakadha tifla, vile vile mtoto wa kisichana, yakunu aswaha hiyala ra'si almar'a, yakuwa kichwa chake kiko mukabala wa kichwa cha mwanamke. Wa yakunu wastuha hiyala au wasatuha hiyala ra'si rajul, katikati yake itakuwa ni mukabala wa kichwa cha mwanamume. Wa yakunu almusalluna jami'an khalfa al-imam, watakuwa wote wenye kusalia wako nyuma ya imam, illa an yakuna wahidan lam yajid makanan khalfa al-imam fa innahu yaqifu an yaminihi, isipokuwa mmoja tu katika maamuma ambaye hakupata mahali nyuma ya imamu, huyo atasimama upande wa kulia mwa yule imamu, halafu watasali. Asharh قال رحمه الله: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. سنة إمام كسماما مقابل وكيشوة cha mwanamume, wa wasta almar'a, na katikati ya mwanamke. Mafhumu hadha? Kama mwanamume, maiti ni mwanamume, basi imamu atakuwa hapa nyuma ya kichwa cha huyu maiti mwanamume. Kama maiti ni mwanamke, imamu atasimama katikati ya mwanamke. Lima jaa fil musnad, kwa hadithi iliyokuja katika musnad, an abi Ghalib al-Khayyat qala: shahidtu Anas ibn Malik salla ala janazati rajul, nilimshuhudia Anas bin Malik akisalia jeneza la mwanamume. Faqama inda ra'sihi, akasimama mbele kichwa chake. Falamma ru'at, lilipoondolewa lile jeneza, utia bijanazati imra'a min Quraish, likaletwa jeneza la mwanamke wa Quraish, au min al-ansar, au wa ansari yule mwanamke. Faqila lahu, akaulizwa, ya aba Hamza, au akaambiwa ya aba Hamza, hii ni kunya ya Anas bin Malik, hadhihi janazatu fulanatu, hadhihi janazatu fulana tabnati fulan, hili ni jeneza la fulana binti wa fulan. Fasalli alaiha, lisalie.
fasalla alaiha, akalisalia. Faqama wasataha, akasimama katikati yake. Wafina al-Ala ibn Ziyad al-Adawi, alikuwa katika sisi al-Ala ibn Ziyad al-Adawi. Falamma raa ikhtilafa qiyamihi ala ar-rajul wal-mar'a, alipoona ikhtilafu ya kusimama kwake kwa mwanamume na mwanamke, qala, akasema, ya aba Hamza, Abu Hamza, hakadha kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u, hivi ndivyo alivyokuwa mtume wa Allah akifanya. Yaqumu minar rajuli haythu qumta wa minal mar'ati haythu qumta, anasimama kwa mwanamume hapo mahali uliposimama wewe, na kwa mwanamke anasimama hapo uliposimama wewe. Qala na'am, akasema Anas, ndiyo. Qala faltafata ilaina al-Ala ibn Ziyad, akatuzungukia. Faqala hifadhu, akasema hifadhini sunna hiyo, hifadhini sunna hiyo, kwa maiti akiwa ni mwanamume imamu anasimama wapi? Nyuma ya kichwa chake. Maiti ikiwa ni mwanamke imamu anasimama katikati yake. Ihfadhu. Wa hadha yuf'alu ma'al kabiri was-saghiri, na hili linafanywa pamoja na maiti mkubwa na mdogo. In kana al-mayyit rajulan yaqifu al-imamu 'inda ra'sihi, akiwa maiti mwanamume imamu anasimama mbele ya kichwa chake. Wa in kana tiflan yaqifu 'inda ra'sihi, akiwa ni mtoto wa kivulana pia imamu anasimama 'inda ra'sihi, mbele za kichwa chake. Wa in kanat imra'a au tifla, akiwa maiti ni mwanamke au ni mtoto wa kisichana, yaqifu 'inda wasatiha, imamu atasimama katikati ya mtoto yule au ya maiti huyo mwanamke. Wa indama tusaffu aljanaizu aidan, na wakati yanapopangwa safu majeneza pia, tusaffu ala hadhihi alhay'a, hupangwa kwa sifa hii, bihaithu yakunu alimamu waqifan hidhaa ra'si arrajul wa wasata almar'a, kwa namna ya kwamba imamu anakuwa ni mwenye kusimama mukabala wa kichwa cha mwanamume na katikati ya mwanamke. Yanapangwa hivyo yale majeneza, shafahamu? Jeneza la mwanamume hapa, imamu anasimama hapa, alafu jeneza la mwanamke linawekwa hapa, ili imamu awe katikati yake, katikati ya ile jeneza la mwanamke na hapa mwanamume. Wa an yakuna ar-rajulu mimma yali al-imama idha ijtama'atil janaiz, na awe mwanamume ni katika anayemfuatia imamu yakikusanyika majeneza mengi. Wal mar'atu mimma yali al-qibla, na mwanamke katika anayefuatia qibla, yani jeneza la mwanamume linakuwa mbele pale karibu na imamu, jeneza la mwanamke linakuwa nyuma ya jeneza la mwanamume. Yakulu law kana fihi rajulun wa imra'a, lau ingekuwa kuna mwanamume na mwanamke, yakunu ar-rajulu huwa alladhi yali al-imam, atakuwa mwanamume ndiye anayemuandamia imamu. Wal mar'atu takunu hiya al-ab'ad anhu, na mwanamke atakuwa ni yuko mbali zaidi kuliko yule imamu, yani nyuma ya lile jeneza la mwanamume. Lisharafi dhukuriya, hii ni kwa utukufu wa uume. Wa kaunihi mufaddalan alaiha, na kuwa mwanamume ni mwenye kufadhilishwa kuliko mwanamke, mwanamume anafadhilishwa kuliko mwanamke. Wa an Nafi'in anna ibn Umar radiyallahu anhuma salla ala 9 janaiza, salla ala 9 janaiza jami'an. Imepokewa na Nafi kwamba Ibn Umar radiyallahu anhuma alisalia majeneza 9 yote. Faja'ala ar-rijala yaluna al-imam, akawajalia wanaume wanamfuatia imamu. Wan nisa'u yalina al-qibla, na wanawake wanafuatia qibla.
fasaffahunna saffan wahida, akayapanga majeneza hayo safu moja. Majeneza gani? Ya wanawake. Akayapanga majeneza hayo safu moja. Majeneza gani? Ya wanawake. Aliwasalia wanaume na wanawake pamoja, ikawa majeneza ya wanaume yaluna al-imama, yanamwandemea yule imamu, wanisau yalina al-qibla, fasaffahunna saffan wahida, akayapanga yale majeneza ya wanawake safu moja. Wa in kana ma'ahum atfalun, na ikiwa pamoja na maiti hao wengi kuna watoto, quddima as-sabiyu ala al-mar'a, atatangulizwa mtoto wa kivulana kuliko mwanamke. Thumma al-mar'a, kisha ndiyo mwanamke. Thumma at-tifla, kisha mtoto wa kisichana. Lima rawahu an-Nasa'i an Ammar maula bani Hashim qal shahidtu janazata imra'atin wa sabiy, nilihudhuria jeneza la mwanamke na mtoto wa kiume. Faquddima as-sabiyu, akatangulizwa mtoto huyo wa kivulana. Mimma yalil qaum, katika wale wanaowafuatia watu, wale wanaosalia. Wa wudhi'atil mar'atu wara'ahu, akawekwa mwanamke nyuma ya yule mtoto wa kivulana. Fasulli alayhima, wakasaliwa. Wa fil qaumi Abu Sa'id al-Khudri wa Ibn Abbas wa Abu Qatada wa Abu Huraira. Fasaltuhum an dhalik, nikawaulizia hilo. Faqalu sunnah, wakasema hii ndiyo sunna. Wa yakunu ra'su as-sabiyi hiyala ra'si ar-rajul, kinakuwa kile kichwa cha yule mtoto kiko katika upande wa kichwa cha yule mwanamume mtu mzima. Wa wasatul mar'a hiyala ra'si ar-rajul, na katikati ya mwanamke iko katika mukabala wa kichwa cha mwanamume. Shafahamu? Mbona nyinyi muangalia tu amjibu, mmefahamu bado? Asema inakuwa kichwa cha mtoto hiyala ra'si ar-rajul, ni mukabala wa upande wa kichwa cha mwanamume, sawa kwa sawa, mtoto wa kiume na mwanamume mtu mzima. Katikati ya mwanamke ni hiyala ra'si ar-rajul, itakuwa mukabala wa kichwa cha mwanamume. Ile katikati ya mwanamke inakuwa ni hiyala ra'si ar-rajul. Si hili jeneza la mwanamume, hili kichwa ni hiki. Jeneza la mwanamke litakuja hapa, litaikuwa hivi, chona hivi, katikati yake ni mukabala wa kichwa cha mwanamume, ili yule imamu asimame nyuma ya kichwa cha mwanamume na katikati ya mwanamke. Hadha huwa. Wa hakadha tifla, vile vile yule mtoto wa kisichana, yakunu ra'suha hiyala ra'si al-mar'a, itakuwa kichwa chake nacho kiko mukabala wa kichwa cha yule mwanamke. Wa yakunu wasatuha hiyala ra'si ar-rajul, itakuwa katikati yake huyu mtoto wa kisichana naye ni mukabala wa kichwa cha mwanamume kama vile yule mwanamke. Fatiflu yudhau karrajul, mtoto wa kivulana anawekwa kama mwanamume. Watiflatu tudhau kalmar'a, na mtoto wa kisichana naye anawekwa kama mwanamke, kama taqaddama bayanuhu, kama ulivyotangulia uwazi wake. Wa yakunu almusalluna jami'an khalfa al-imam, wanakuwa wenye kuswali wote ni nyuma ya imamu, wale maamuma wanakuwa nyuma ya imamu. Illa an yakuna wahidan lam yajid makanan khalfa al-imam, isipokuwa akiwa ni mmoja maamuma hajapata mahali nyuma ya imamu. Fa innahu yaqifu an yaminihi, huyu maamuma atasimama upande wa kulia wa imamu. Hii ni hata katika swala nyingine, hata katika swala za kawaida, msikiti umejaa, hakuna nafasi, huyu maamuma mmoja huyu atasimama kulia kwa imamu, halafu ataswali. Kama vile imamu akiwa ana maamuma mmoja,
imamu na maamuma mmoja, huyu maamuma atasimama wapi? Upande wa kulia wa imamu, wataswali. Akija mwingine ndio atarudi nyuma, wapange safu ya kwanza. وفي حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي قال ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر 4. kisha mtume akatangulia mbele, masahaba wakapanga safu nyuma yake, fakabbara 4, mtume akaleta takbira 4. ومن لم يجد مكانا في الصفوف صلى عن يمين الإمام. asiyepata mahali katika safu ataswali upande wa kulia wa imamu. ومن لم يجد مكانا في الصفوف صلى عن يمين الإمام. asiyepata mahali katika safu atasali upande wa kulia wa imamu. Hii ndiyo sifa ya imamu au sunna ya imamu anavyosimama mbele ya jeneza la mwanamume au jeneza la mwanamke au wakiwa wengi. Wallahu alam.